Mjomba. Naam mjomba. Ungwana ni mzuri sana mjomba. Ndio mjomba. Mjomba, kwenye hiki kijiji kuna msiba ulitokea, lakini tatu yake ndo siku ya leo ndo tatu. Sasa mjomba, ningependa tufike na wewe ukiwepo. Okay, nikutoe hofu tu mjomba wangu. Utaambatana bega kwa bega mpaka kufika pale msibani. Lakini mjomba, pale bwana kuna chakula. Kuna wali, kuna nyama. Lakini kitu ninachotaka kuambia mjomba wangu, chakula usile. Kwa nini nisile sasa mjomba? Wakati chakula ni kawaida. Tukio kama lile lazima sadaka kutoa ni muhimu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unavyosema nisile kile chakula, hii imekaje mjomba? Mjomba, nyinyi watu wa mjini hamjui. Laiti kama ungejua, mjomba usingeongea hivyo. Na wewe unatambua jinsi ulivyokuja kwenye hiki kijiji. Ulikaribishwa na nini? Au utakuwa umesahau mjomba? Ndio nakumbuka mjomba ile tukio. Kwenye ule msiba kunaonekana wachawi wengi sana. Basi sasa mjomba wangu, mimi nimekuelewa, nikutoa wasiwasi tu na hofu iliyo ndani ya moyo wako. Mimi nafanya vile ulivyokuwa unahitaji wewe mjomba wangu. Na nikutoa wasiwasi kabisa mjomba. Hapo sasa mjomba umekuwa. Yaani hapo mimi ndo najivunia na mjomba wangu anaelewa kile anachoambiwa. Vipi? Nimetoka huko dada, nimekutana na Numbaziko njiani. Mama yangu, ila sasa nimenipiga vitisho vikubwa sana yani, kiasi kwamba nahisi kuogopa sana. Yani ameniambia nisimfuatilie maisha yake, amenitisha sana, ameniambia nisipokuwa makini atakuja kunifanya kitu kibaya ambacho sijawahi kufanywa kwenye maisha yangu. Hivi Numbaziko yeye ni nani kwenye hii dunia? Yeye ni Mungu? Sio Mungu. Lakini nahisi dada unamjua vizuri Numbaziko jinsi alivyo. Ni mtu ambaye tunamwogopa eti. Sio tunamwogopa. Sema unamuogopa. Wewe na hao wanakijiji wenzio. Lakini kwa mimi Numbaziko ananifahamu vizuri. Dada, ina maana humuogopi Numbaziko? Nikimwangalia Numbaziko hata kwenye kiganja changu haenei. Nadhani hata yeye ananifahamu. Sijui unanielewa? Hana cha kukufanya chochote. Wewe kaa hapo. Sasa yeye kama ni mwanaume aje hapa, na kama alishazoea kutafuna nyama za watu, basi safari atatafuna mawe. Ila sio kwenye ukoo huu. Lakini mimi nakupenda sana, alisije kukuta jambo baya. Wewe ingia ndani. Nadhani umeniita. Sema shida yako. Ndio nimekuita mkuu. Nimekuita hapa ili kukueleza jambo moja. Ni kuhusu ile sherehe. Mimi nilikuwa naomba kama itawezekana ile sherehe tuiahirishe. Kwa maana sasa hivi ni mapema sana kufanya sherehe. Na tutakapoifanya hii sherehe kwa sasa hivi, wanakijiji hata tuchukulia vizuri. Sawa sawa. Sasa hivi naona umekuwa. Na mimi napenda watu kama nyinyi. Kwa sababu kama umeligundua hilo ni vizuri sana. Nikajua au hujaligundua. Mimi hilo niligundua muda mwingi sana. Sema nilikuwa nashindwa kukwambia. Nikuone wewe kichwa chako kimefikia wapi.
umefanya la maana sana, kwa sababu tungefanya sasa hivi watu wangetuelewa vibaya. Hapo nimekupongeza sana. Umeelewa vizuri eh? Ndio, nimekuelewa. Tutakuja kupanga siku nyinginewe ili tuangalie tunafanyaje. Usisahau kikao cha baadaye. Sawa. Sasa ole wako, sahau. Kuwa makini nalo liongea hili. Kaboko, ule muda nilokupa nadhani utakuwa umeisha. Ukipewa kitu lazima urudishe kwa mwenyewe. Sasa hivi nimekuja rasmi. Na nitadili na wewe. Kijiji kimenyamaza, usiku unaongea. Nilimlea kwa jasho, mwanangu wa pekee. Leo amelala kimya, hana hata sauti. Machozi yananishuka, moyo wangu moto. Nani kafanya haya? Nani mwenye roho? Kijiji kinanong'ona, maneno ya gizani. Wazee wanatikisa vichwa vya mashaka. Kila kona naona kivuli kinacheza. Hii si kawaida, kuna jambo limefichwa. Maiti ya mwanangu imeniliza moyoni, na nikaichukua roho kwa nguvu za usiku. Maiti ya mwanangu, haki yake iko wapi? Nitaisaka kweli, hata kama ni uchawi. Nilifika kwa manganga, akanitazama sana, akasema kwa sauti, hii si kazi ya dunia. Kwa mlioyafanya yote kwa sasa hivi mnaona sasa mjifungie humo ndani. Sasa nasema hivi, kama mmeamua kujifungia humo ndani, na hakikisha mtafanya kivumbi chochote hapa, imradi tu na nyinyi muumbuke kama mimi mlivyonifanyia. Nimekuletea hata asia, si ndio? Ingine, najua umejifungia humo ndani shangazi. Mimi natambulika katika hichi kijiji. Kwa hiyo mlichonifanyia, nasema hivi, Mungu yupo. Narudia tena. Wewe shangazi, mimi ndio yule mzini. Tutaonyeshana. Na hakika, na kama mtaifanya mnaendelea kunifanyia vitu kama hivyo, vunja.
maana leo umeiba tena? Siwezi kuja kuacha kuiba hata siku moja, kwa sababu unajua maisha yetu tunayoishi mtaani ngaingai, mke wangu. Si unanielewa? Na riziki ya mbwa iko miguuni mwake. Diso, mume wangu, nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia. Nasikitika kwa sababu kuna siku nitakuja kupoteza kwenye mikono ya raia wenye hasira kali. Nakumbuka hata marehemu babu washaigi kusema umwana yankwanu wakula, naelewa manake, yani mtoto anayekataliwa ndo anayekuwa. Mganga Mungu ndo atatulinda kwenye maisha yako, mke wangu. Sijisikii vibaya, sawa?